Tukikuendelea na makala ya Makovu ya Juni, ambapo msemo wa uchungu wa mwana aujuaye ni mzazi umeendelea kuwaathiri wazazi waliopoteza vijana wao wachanga kwenye maandamano ya Gen Z mwaka jana. Kwa familia hizi, Juni 25 ilikuwa mwanzo wa uchungu usio na kifani watoto wao walipouawa kwa mtutu wa bunduki. Ni uchungu ambao wanaendelea kubeba mwaka mmoja baadaye. Barabara ya kuelekea nyumbani kwa Erikson Chalo inafanana na sehemu nyingi za Kenya ambapo vijana hukulia kabla kufika jijini wakiwa na ndoto za kufanikiwa. Lakini ndoto za baadhi yao, kama wale wa Juni 25 mwaka jana, huzima bila ilani. I know you like me, I know you feel me. So let me put a ring on your finger. Erikson alikuwa mchangamfu kama video zake mtandaoni zinavyoashiria. Lakini kifo chake nje ya bunge Juni 25 kiliwafahamisha Wakenya kumhusu. Mamake Caroline Mutisia alikuwa naye asubuhi ya kuuawa kwake. Muuza mboga, Caroline alitoka Machakos kuelekea marikiti kununua mboga za kuuza. Kaniambia, mama, leo uingie soko. Kaa hapo, saa 6 ikifika urudi nyumbani. Nikamsindika mpaka Shooters. Unajua Shooters Utawala. Ndio nilienda akaingia metro, nikamwambia bye, kaniambia mama nitakupigia simu saa 6. Mimi nikarudi. Nikalala. Aliamua kurejea nyumbani Machakos alipoamka. Lakini habari zilizomfikia akiwa njiani hazikuwa njema. Kwanza simu ililia na haikuchukuliwa. Nikapiga tena. Ilichukuliwa na kijana. Akasema, "Mama, acha tu." Akazima. Sikutulia. Nikampigia nikamuuliza, "Na mbona uko na simu ya Eric? Ulipata wapi hiyo simu ya Eric na hiyo huyu sio Eric?" Akaniambia, "Mama, ngoja nitakwambia tu." Akaniambia, "Kwanza zima simu." Nakimbia. Nikamuuliza, "Kwani umemuibia simu?" Akaniambia, "Hapana, hakuiba simu." Nikapiga tena hiyo simu. Kwanza huyo kijana nikaa alikuwa amechacho. Akaniambia, "Eric ashafika binguni." Hakuamini habari hizo. Aliyokuwa nao kwenye gari walimliwaza, huku mumewe pia akimpa matumaini tu. Tukaingia hapa, nikamwambia, "Juu nilikuwa na Eric saa 4:30. Nataka mniambie nguo zenye alikuwa amevaa na mnionyeshe kila kitu." Nikamwambia, "Huyu sio Eric." Tuliangana akiwa amevaa jeans ya black na sleeveless ya green. Ile ya white iko ndani sasa pale kwa picha. Kumbe alienda kwa butcher akavaa hii afro ya white. Eric alizikwa wiki 2 baadaye. Uchunguzi wa maiti ukithibitisha kuwa aliuawa kwa risasi kifuani na nyingine iliyomkwaruza kidevuni. Wingu la masikitiko limemvaa Jane Duta, mamake David Chege. Macho yake yanaeleza fika yale asiyoweza kuyasema. Simu ya mwisho alipompigia Jumanne hiyo haikupokewa. Ilimbidi amsihi jamaa yake mwingine apige simu, kwani alikuwa na wasiwasi mwingi. Alipompigia yule mmoja kuchukua, akamwambia, "Mwenye hii simu amepigwa risasi na amekufa." Naona. Kumbe saa ile nilipiga simu, yule mtu aliona simu imeseviwa mama. Akajua hata break the news. David alikuwa mtaalamu wa mtandao na mwalimu wa watoto kanisani. David alisaidia kusafisha kanisa na kula mandazi aliyopewa na jirani kabla ya kwenda jijini kwa maandamano. Sasa alikuwa anamrudishia sahani. Alipomrudishia sahani akamwambia naenda kureject. Huyo jirani akamjaribu, wacha kwenda. Si uone tu hapa kwa TV. Akamwambia, "Hapana, lazima nitaenda." Simulizi inayomkata maini. Hata zaidi anahisi dunia haina huruma, kwani matukio ya hivi majuzi yakimrudishia mawazo ya mwaka jana. Sasa nilipoona huyo kijana, I just cried. Nikakumbuka my son vile amekufa. Hadi kufikia sasa hakuna hata mshukiwa mmoja aliyetambuliwa kwenye mauaji ya David Chege. Lakini sasa ile kitu sisi huwa tunaomba sana ni justice. Tujue huyu ndio alimuua. Kwa sababu sasa wawezi wakamfufua. Mamake Erikson naye alipata fununu ya mhusika kupitia makala ya BBC yaliyomuonyesha mwanamume akichochea kuuawa kwa mtu. Sekunde chache baadaye, kijana mwenye overoli nyeupe anaonekana ameuawa. Kijana huyo alikuwa Erikson Chalo Mutisia. Kwanza nilikuwa naomba serikali imshike, imtafute, imshike mahali yako, na huyo askari mwingine alishuti Eric na David Chege.
Caroline na Jane wanahisi serikali imedinda kuwahakikishia haki, na sasa haki kwao ni kisasi. Washike hao watu, hata ikiwa ni kuuliwa nao wauliwe, nao wazazi wao wasikie vile tunasikia. Nitaridhika, sitaki compensation, lakini wakiuawa nitakuja nikae kwa nyumba nikiwa nimetulia. Tuwazike kama venye tulizika watoto wetu. Familia za vijana waliouawa mnamo Juni tarehe 25 mwaka jana bado zina uchungu mwingi, na japo safari ya kutafuta haki imekuwa na changamoto tele, hilo halijazika matumaini kwamba siku moja haki itatendeka. Mashirima Kapombe, runinga ya Citizen, Machakos.